Athaminu aljulusu baina sajidataini, nguzo ya 8 ni kukaa kati ya sijida mbili. Yani umesijidi mara ya kwanza ni nguzo, umenyanyuka kile kikazi cha hapa kabla hujaenda sijida ya pili, hiki nacho ni nguzo. Si tumeelewana? Yani wewe uwezi ukasujudu pap pap, haiwezekani. Unasujudu mara moja unakaa, hiki kitendo cha kukaa tu, hii ni nguzo. Sawa. Thaminu aljulusu baina sajidataini, ni kitendo cha kukaa kati ya sijida mbili, yani kati ya sijida moja na ya pili, kule kukaa ni nguzo. Atasiu atumaninatu fil kulli, ni kutulizana kwenye kila nguzo. Sawa. Kutulizana kwenye kila nguzo tuliyohitaja, lazima utulie. Yani ukirukuu unatulia pale kwenye kurukuu, ukiitadili unatulia pale kwenye kuitadili, ukisujudu unatulia pale kwenye kusujudu, ukikaa kile kikazi kidogo unatulia pale kwenye kukaa. Si tumeelewana? Atumaninatu fil kulli, ni mtu kutulizana kwenye hizo nguzo zote, mtu atulie. Al-ashir, shekhe anasema nguzo ya 10, aljulusu litashahudi al-akhir, ni kukaa kwa ajili ya tahiyatu ya mwisho. Kule kukaa sio ile ya tahiyatu, kule kukaa kwa ajili ya tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Alhadi ashar, ya 11, atashahudu al-akhir, tashahudi ya mwisho ni nguzo vile vile. Kukaa ni nguzo peke yake, kuleta tashahudi ya mwisho ni nguzo vile vile peke yake. Thani ashar, 12, as-salatu ala nabii fi tashahudi al-akhir, kumswalia mtume kwenye tashahudi ya mwisho. Kumswalia mtume kwenye tashahudi ya mwisho ni nguzo. Athalithu ashar, 13, assalamu, ni kutoa salamu. Sawa. Ni nguzo kutoa salamu. Arabiu ashara, ya 14, atartib. Sawa. Kuzipangilia hizo nguzo namna zilivyopangwa, usizitobange. Si tunaelewana? Usifanye nini? Usizitobange, ndio Kiswahili sahihi. Usizivuruge, ya kwanza ukaileta ya pili, ya pili ukaileta ya 4, ya 4 ukaileta ya 7, ya 7 ukaileta ya 5. Atartib, mpangilio, lazima uende kwa mpango ulivyopangwa. Kwa hiyo hizo ni nguzo 14 za swala. Nafikiri madhhabu ya Imam Ahmad yenyewe tumanina kila nguzo wameweka. Akisema arruku wa tumaninatu fi, asujudu wa tumaninatu fi. Sawa. Lakini shekhe ameleta tu atumaninatu fil kull, ni kutuzilizana katika nguzo zote. Kwa hiyo utaona huyu ana nguzo 14, utamkuta madhehebu mwingine ana nguzo 17, utamkuta madhehebu nyingine ana nguzo 19. Inategemea na vile alivyoona hizi nguzo.
Lakini wanazuoni wamejuaje kwamba hizi ni nguzo na hizi sio nguzo? Asilimia 90 ya swala yote imechukuliwa kwa sahaba anaitwa musiu swala, sahaba aliyekosea kuswali mbele za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sahaba yule aliingia akamkuta Mtume na maswahaba wamekaa msikitini, akaenda pembeni akapiga rakaa zake mbili, akaja akamsalimia Mtume. Mtume akamwitikia salamu, akamwambia rudia kuswali, bado hujaswali. Kidume kikarudi kajipinda tena, piga rakaa zingine mbili, akatoa salamu, akaja kwa Mtume, salamu alaikum. Mtume akamwambia wa alaikum salam, akamwambia rudia kuswali, bado hujaswali. Kidume kiona bado, akarudia tena, akapiga rakaa zingine mbili, akaja akatoa salamu, akaja kwa Mtume, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, akamwambia rudia kuswali, bado hujafanya nini? Ule bwana akamwambia Mtume, zaidi ya hivi unavyoniona mimi ninavyoswali sijui. Si tumeelewana? Zaidi ya hivi nilivyoswali hivi, nilivyorudia mara 3 hivi, mimi siku zote huko mimi ndo naswali hivi hivi. Sasa watu wangapi walikuwa wanaswali kama huyu sahaba? Na Mtume akamwambia hujaswali, maana yake swala zote alizokuwa anaswali huko hamna kitu. Lakini Mtume hajamwambia usirudishe zote. Aliyekuwa na swali, alivyokuwa na swali kule, kana yaatakidu annahu ana sawab, alikuwa anaitakidi kwamba yeye anaswali sawa sawa. Alikuwa anaitakidi anaswali sawa sawa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumfundisha swala. Sasa yale mafunzo aliyomfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kwenye ile swala, wanazuoni ndio akapata nguzo kwamba kumbe hiki na hiki na hiki na hiki mtu akiviacha hivi anakuwa hana swala. Kwa hiyo Mtume akamwambia simama, akasimama. Akasema ukisimama unasoma surati al-Fatiha. Kwanza ameanza piga takbira, akapiga takbira, sawa. Soma surati al-Fatiha, akasoma Fatiha, sawa. Alipomaliza akamwambia rukuu, akarukuu. Akasema ukirukuu sasa hapo tulizana. Maana yule bana alikuwa anadokoa dokoa, kaambia haya itadili, ukiitadili tulizana. Rukuu, ukirukuu, ukisujudu tulizana. Basi asilimia 90 ya swala, ya mafundisho ya swala yote yamechukuliwa kwa sahaba mmoja tu. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo sio ukasema hizi zimepatwa wapi. Kwa hiyo hizi ni nguzo. Ukiacha moja, ukiacha nguzo moja, hii hailipi kwa sijati sahawi. Hizi 14 tulizozitaja, yani 13 hasa ambazo ndio vitendo, hii ya 14 ni taratibu. Nguzo ukiacha nguzo hailipwi na sijati sahawi. Hasa ukitoa nia, ukisahau nia, manake swala huna kamili, haipo sawa. Umesahau kurukuu ukaenda kusujudu, huwezi kusema mimi sirudii ndalize sijati sahawi. Hakuna. Nguzo haifidiwi na sijati sahawi. Nguzo inafidiwa na kuirejea. Singekuwa kina mama huko juu tungeendelea kimya kimya. Uirejee ile nguzo ulioisahau,
au uwe rakaa ile ambayo umesahau nguzo moja. Si tumeelewana? Ima uirejee ile nguzo au uwe rakaa ambayo wewe ulikuwa umesahau hiyo nguzo. Ndio dawa tu, hakuna dawa nyingine. Nafikiri shekhi atafafanua huko mbele tunapokuja.